wakingoja maji yachemke, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wake uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, akamwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yatibuliwapo, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni siku ya Sabato. Mathayo ile sura ya 11 ule mstari wa 28 anasema, jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kianzia ule mstari wa 20 anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Tunasikia habari hapa, tumesoma habari za mtu mmoja aliyekuwa hawezi muda wa miaka 38. Miaka 38 ni umri ambao alikuwa akiishi kwenye hali ya ugonjwa. Lakini tumesoma kwenye kile kitabu cha Mathayo, anasema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema huyo mtu alipokuwa kwenye lile birika, kwenye ule mji ambapo kwenye hekalu la Sulemani, anasema malaika kuna wakati alikuwa anashuka na anatibua yale maji kwenye birika. Alipokuwa akitibua maji kwenye ile birika, yule aliyekuwa anakuwa wa kwanza kuingia kwenye birika alikuwa anapokea uponyaji. Lakini huyo mtu alikaa kwa muda wa miaka 38. Hakuwa na mtu ambaye angeweza kumsaidia kutoka alipolala kwenye lile godoro na kumtia kwenye birika. Mara malaika anapotibua ile birika, yale maji yanapotibuliwa, hakuwa na mtu wa kumsaidia. Nasema siku moja Yesu akaingia mahali pale, akiwa anajua ya kwamba yule mtu ana muda mrefu amelala akiwa katika hali ya ugonjwa. Akamuuliza, je, unataka kupona? Akasema, Bwana, ni kweli mimi nimekuwa hapa kwa muda mrefu. Birika linapotibuliwa, malaika anaposhuka kutibua maji, mimi sina wa kunibeba kuniweka kwenye birika ili nipate kufunguliwa, ili nipate kupona, ili nipate kutoka kwenye haya mateso. Yesu akamuuliza, unataka kupona? Lakini akataka kumweleza Yesu ile situation aliyokuwa anakutana nayo kwa muda wa miaka 38. Yesu akamwambia, leo umekutana na mwanaume wa wanaume, huna haja ya kusubiria maji yatibuke kwenye birika. Akamwambia, leo huna haja ya kusubiria malaika ashuke atibue maji ndio upone. Leo nataka nikwambie, simama, jitwike godoro lako uende. Saa hiyo yule mtu akajitwika godoro lake, akasimama, akaenda. Kwa sababu gani? Amekutana na anayesema ya kwamba, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Yamkini ndoa yako imekuwa kwenye hali ya kulala ikakosa faraja, imekuwa kwenye hali ya mateso kwa muda wa kutosha, kama yule mtu alivyolala kwa muda wa miaka 38. Yamkini afya yako vivyo hivyo, yamkini uchumi wako hivyo hivyo, yamkini familia yako hivyo hivyo, yamkini watoto wako hivyo hivyo. Nataka nikwambie jioni ya leo, yuko mwanaume mmoja anasema, njoo kwangu unasumbuka na kulemewa na mizigo, nami
nami nitakupumzisha. Yeye anapumzisha mizigo, yeye anatua mizigo. Haijalishi umebeba mzigo wa aina gani, haijalishi umejitusha mzigo wa aina gani, haijalishi umelala kwa muda gani, haijalishi umelia kwa muda gani. Akitokea yeye, nataka nikuambie, utahitaji malaika aje atibue maji. Yeye anafanya mwenyewe, anafanya mwenyewe, maana yeye anazo nguvu, yeye ana uwezo. Alipokwenda kwa Martha, akaenda kwa Martha na Maria. Martha akamwambia, Labi ungelikuwepo, ndugu yangu asingelikufa. Akamwambia, Lazaro toka kaburini. Yule aliyemfufua Lazaro kutoka kaburini, aliyekuwa amekaa ndani ya kaburi kwa muda wa siku 4. Nataka nikuambia jioni ya leo, yuko mahali hapa kufufua maisha yako. Yupo mahali hapa kuuisha viungo vyako. Haijalishi viungo vyako viko kwenye mateso kiasi gani, nataka nikuambie siku ya leo, hilo godoro ulilolalia katika ulimwengu wa roho kwa muda mrefu, ni wakati wa kusimama na kuliambia godoro, sitakulalia tena. Nimekutana na mwanaume wa wanaume aliyeshinda wa kabila la Yuda. Haleluya, haleluya, haleluya. Akasema, simama, ujitwike godoro lako uende. Yesu hakutaka kusikiliza hiyo historia, hakutaka kutazama hiyo historia ya huyo mama. Alichokuwa anatazama ni kuhakikisha huyo mtu anapokea uzima, na akiondoka, ukisoma hapo chini anasema, usije ukatenda dhambi tena. Nataka nikuambie jioni ya leo ya kwamba yupo mwanaume wanaume, yupo Yesu Kristo, ambaye yeye akija kwako unasikia amani. Mahali ambapo ulikuwa unasikia kuchoka, unasikia amani. Nataka nikuambie siku ya leo, kuna mtu atasimama, atajitwika godoro lake, atakwenda. Haijalishi watabishaji wamekutabisha kwa namna gani. Yuko aliyekufa msalabani kwa ajili ya maisha yetu, aliyekufa msalabani apate kutukomboa. Yupo mwanaume akaanza kujieleza. Inawezekana hata wewe umejieleza. Jamani, umemwambia jirani yako, jamani mume wangu, jamani watoto wangu, jamani mume wangu ni mlevi, jamani watoto wangu wanavuta bange, jamani sijui nani atanisaidia. Yesu jioni ya leo anasema, njoo kwangu wewe unasumbuka na kulemewa na mzigo wa dhambi, nami nitakupumzisha. Haleluya. Mtumishi wa Mungu jana akasema, Paulo wakati anaanza safari yake wokovu, alikutana na mwanaume wa wanaume, akamwambia, Sauli, Sauli, mbona wewe unanihozi? Nataka nikuambie siku ya leo, vifungo vinakwenda kuachia pale utakaposema, Yesu, mimi sihitaji tena kusoma kwa majirani, sihitaji tena kutaka ushauri kwa mtu, ninakuja kwako, maana nimesikia mbiu ya kwamba umesema nije kwako. Wewe utatua mzigo, hata kama kuna mzigo wa dhambi. Nataka nikwambie, yamkini unafuga majini. Yuko Yesu Kristo ambaye akiingia kwako ana uwezo wa kuondoa. Yamkini unatamani kuacha, umeshindwa maana uwezi mwenyewe. Yuko mwanaume wa wanaume aliyekubali kufa msalabani, ambaye hata kaburi halikukubali kumshikilia. Yeye anaweza kukomesha mateso. Huo mzigo wa ulevi anaweza kuondoa, mzigo wa sigara anaweza kuondoa, mzigo wa bangi anaweza kuondoa. Yuko awezaye kuondoa kinachokuzinga, yuko anayeweza kuondoa kinachokutesa. Sikia jioni leo, nasema njooni kwangu ninyi nyote msumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haleluya. Inawezekana mzigo wako ni huzuni. Umekuwa ni mtu mwenye huzuni siku nyingi. Anasema hapana amani kwa wabaya. Lakini akiingia yeye aliye mfalme wa amani, analeta amani mahali ambapo hapakuwa na amani. Analeta amani mahali penye uchungu, analeta amani mahali penye huzuni. Anasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Amen. Sema, jifunzeni kwangu kwa kuwa mimi ni mpole
ni mpole. Tena yeye anaposema njoo kwako, wala hahitaji kukuchaji. Anautaka tu moyo wako. Anataka tu moyo wako useme Baba niko tayari. Anataka moyo wako tu useme Baba ndio. Anataka tu moyo wako useme mimi niko tayari. Anataka kusikia tu unasema Baba mimi nimechoka. Hii mizigo imenichosha, imenielemea, wakati mwingine imenizeesha. Watu wakinitazama wanajua kwamba eji yangu imeenda, lakini ni mzigo wa dhambi. Yesu niko hapa unitue. Kama mzigo wako ni kutokulala, yeye anasema anawapa usingizi watumishi wake kama watoto wachanga. Hautateseka tena na magonjwa. Ruhusu tu moyo wako umkaribishe Yesu jioni ya leo. Dondosha mzazi. Ruhusu moyo wako jioni ya leo umkaribishe Yesu kwenye moyo wako. Ruhusu Yesu aingie ndani ya moyo wako jioni ya leo. Amen. Amen. Jioni ya leo. Amen. Jioni ya leo. Amen. Tumemleta Yesu yule aweze kufanya ishara na ajabu. Biblia inasema kwenye ile miaka 38 yule kijana sijui alikuwa baba sijui alikuwa mama mimi sijui, lakini haijalishi uzito wa miaka aliyokutana na tatizo lake, aliposhuka yule mwanaume mmoja, yule mzee wa siku alibadilisha. Miaka 38 haikuwa mingi kwa Yesu. Miaka 38 haikuwa mingi kwa Yesu. Yesu aliposhuka ndani ya dakika moja, kijana alibadilisha historia ya maisha yake. Haijalishi watu wamekukatia tamaa kwa jinsi ya miaka mingapi. Haijalishi yamkini hata wazazi wako wamekukatia tamaa kwa ajili ya tabia ulionayo. Haijalishi majirani zako wanakutazamaje. Haijalishi ugumba wako una miaka mingapi. Ni jioni ya ajabu, ni jioni ya ishara, ni jioni ya maajabu. Tunaye Yesu mpenda miujiza. Tunaye Mwana wa Mungu aliyefungua zile kamba na yule jamaa akatoka pale akawa salama. Haleluya. Haleluya. Lakini cha ajabu alikutana na Mafarisayo akiwa anaendelea na safari yake. Alipokutana na Mafarisayo wanamuuliza, wewe je, leo ni halali kuponywa? Yule kijana akanibariki akasema sio kazi yangu. Najua neno moja tu ya kwamba nilikuwa mgonjwa, leo ni mzima. 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 Nampenda Yesu kwa sababu majira hayambabaishi Yesu, nyakati hazimbabaishi Yesu, umri haumbabaishi Yesu. Kubali jioni ya leo. Kubali jioni ya leo. Kubali kutana na nguvu zake. Kubali kutana na muujiza. Kubali akubadilishe. Wewe unasema jamani nimekaa miaka mingi sijaolewa. Hiyo inakuchosha, ni miaka yako. Yesu akiingia haijalishi. Yesu akikutokea haijalishi. Hata kama una miaka 58 utakutana na mtu lako linasema msichana niko hapa, nimekupenda. Kwa sababu gani? Yesu angalia unavyoangalia wewe. Yesu angalia ukubwa wa tatizo lako. Yesu angalia majira ulionayo. Yesu angalia muda wako. Yesu anaangalia jambo moja, anasema niko hapa leo ili nikutoe kwenye kitanzi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wakristo wenzangu, haleluya. Mabibi na mabwana, haleluya. Yesu anaokoa. Yesu anaponya. Unajua shida ni nini? Watu wamekukatia tamaa na wewe ukaambatana nao ukajikatia tamaa. Niko hapa jioni ya leo kukutia nguvu, mwana wa Mungu. Songa mbele, Yesu Kristo bado ni Bwana na tunaye uwezo katika yeye. Anasema nimewatia mafuta kuwafungua waliofungwa. Nikwambia kitu, jioni ya leo unaenda kufunguliwa. Mafuta aliyotubebesha, haijalishi huo mzigo umegandamana kwa miaka mingapi, tunaweza katika Bwana kukufungua. Tunazo nguvu katika Mungu kukufungua. Usiogope mwana wa Mungu. Wewe sogea tu. Sogea tu uone uzuri wa Yesu. Kubali jioni ya leo abadilishe historia ya maisha yako kama yule kijana alivyobadilisha maisha. Leo ni zamu yako. Leo ni zamu yako. Alafu cha kushangaza, alipobadilishiwa maisha watu wakaanza kumzongazonga na kuona kama atakiwi kuwa mzima. Bwana asifiwe. Haleluya. Inawezekana wewe kwenu ni kahaba.
Unawezekana uko ni ufai, unavuta bangi, una tabia zote zisizofaa, na wazazi wamekaa kimya. Siku ukikubali hizo nguvu za Yesu Kristo, wataanza, kwa nini? Kwani umeokoka? Kwani umeokoka? Waambie sijui, najua neno moja tu, ya kwamba nilikuwa navuta na sasa kiu imekatika. Haleluya. Kwa sababu nimekutana na mtu mmoja anayeweza kubadilisha maisha yangu. Nilikuwa nalewa, leo silewi tena. Nilikuwa nazini, leo sizini tena. Neno lako ni moja tu aliyeniponya. Mimi hata sijui jina. Ukisoma hiyo Biblia, huyo kijana mwanzoni alisema hivyo. Anasema mimi sijui. Lakini alipokutana naye kaluni, akamwambia kijana, angalia usitende dhambi tena. Kwa nini anamwambia usitende dhambi tena? Watumishi wa Mungu mko hapa. Dhambi tu ndio inaletaga magonjwa. Dhambi tu ndio inatabia kuleta matatizo. Dhambi tu ndio inatabia kuleta misiba. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukikaa vizuri na huyu Mungu, magonjwa kwako ni marufuku. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana huyu mtu alipokutana na Kristo Yesu, magonjwa yalimkimbia. Hayakuangalia kwake amemng'ang'ania miaka mingapi, yenyewe yakakimbia. Alafu jamaa alipokuwa mzima, nampenda huyu mtu, alikimbilia hekaluni. Bwana Yesu asifiwe. Leo ukifunguliwa mahali hapa, njoo umtukuze Mungu. Haleluya. Mimi ninaamini Yesu anaenda kukufungua. Ninaamini mbingu zinaenda kukutokea jioni ya leo. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Usifanye moyo wako kuwa mgumu wewe. Yesu Kristo ni Bwana, anataka kuhudumie, anataka kutengeneze, anataka kubadilisha maisha, anataka kubadilisha historia ya maisha yako. Haleluya. Haleluya kanisa. Haleluya makutano. Umuhano kila Yesu Bwana. Haleluya. Wewe mkimbilie Yesu utapona. Amen. Usijali mambo yako yamekugandamiza. Mwingine anasema, yani mimi toka niolewe sijui hata la ya ndoa. Wewe mkimbilie Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mkimbilie Yesu. Kwa Yesu jamani kuna raha. Kuna mtu anasema, yani mimi afadhali nibaki single mother. Siwezi kabisa. Wewe njoo kwa Yesu. Atatengeneza huyo baba ambaye anakusumbua. Atatengeneza hayo maisha yako ambayo yamepindana. Atanyosha kila sehemu. Biblia inasema palipo palizwa anatabia kusawazisha. Palipokuwa na mabonde anatabia kujaza. Na jioni ya leo yuko mahali hapa ili ajaze pale ambapo palishaharibiwa na adui. Haleluya. Haleluya. Ni rai yangu jioni ya leo, umkimbilia Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeye anaweza kubadilisha historia. Tunaye mahali hapa. Tunaye mahali hapa. Hatuna Mungu wa Nebuka, hatuna Mungu wa historia, hatuna Mungu wa hadithi za Abunuwasi. Tunaye Mungu halisi. Huyo akishuka anatenda. Biblia inasema neno lake ni kweli, neno lake ni amina. Tena si mwanadamu aseme uongo, wala si mtu ajute. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wamama, haleluya. Mimi ni mwenyekiti wa mama. Bwana Yesu asifiwe. Yani nilikuwa nasemaga hivi, ingekuwa amri yangu wamama wote wangemkimbilia Yesu. Maana kwa sababu na mimi mama najua changamoto za wamama. Lakini utakuta mama wewe unataka kuokoka. Yani Yesu toka aseme anarudi hajarudi, wewe nao yani wewe, kwani wewe unajielewa kweli? Kuna kuokoka siku hizi. Waliokoka wenyewe wako kama sisi. Wewe shindo kwa jina la Yesu. Wewe njoo kuokoka. Haleluya. Yesu Kristo ni Bwana. Wewe uweze kunilinganisha mimi na asiyeokoka. Bwana asifiwe. Haiwezekani. Wewe njoo uokoke uonje hii ladha tuliyoipokea. Ndani ya Yesu kuna ladha, mtumishi wa Mungu. Ndani ya Yesu Kristo kuna uzuri usiotamkika kwa namna kibinadamu. Ndani ya Yesu Kristo kuna uungu. Biblia inasema kwenye Zaburi,
kufanya maajabu. Wewe ukikubali na kutii, Biblia inasema utakula mema ya nchi. Njoo jioni ya leo mahali hapa, umpokee Kristo Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, upate burudiko la moyo. Haleluya! Watu mna masononeko kwenye mioyo yenu, njoo mahali hapa, umpokee Yesu akutendee ishara na maajabu. Aondoe hiyo hali ya masononeko, aondoe hiyo hali ya kukataliwa, aondoe hiyo hali ya kuchukiwa. Wengine unachukiwa hata na aliyekuzaa, si dhambi? Yaani mtoto umemzaa mwenyewe unamchukia. Hiyo ni tatizo kwenye ulimwengu wa leo. Njoo ufunguliwe. Haleluya. Amen. Njoo ufunguliwe mahali hapa. Yesu Kristo bado yupo na nguvu zake bado zinatenda kazi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania, yeye yule jana, leo na hata milele. Yesu Kristo habadiliki. Yesu Kristo habadiliki. Yesu habadiliki. Yesu habadiliki. Yesu habadiliki. Yesu habadiliki. Yesu habadiliki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tupungiane mkono namna hii. Haleluya, haleluya. Niombe msimame mabibi na mabwana. Popote ulipo tafadhali naomba tu usimame, mtumishi wa Mungu. Popote ulipo naomba tu usimame. Ajabu ni jioni yenye neema kubwa. Mbingu ziko mahali hapa kukuhudumia. Mbingu ziko mahali hapa kukuhudumia. Haleluya. Simama kwa miguu yako na usogee mbele. Piga hatua mbele. Shika jirani yako, sogea mbele kama ulivyo. Amen. Kama kushoto kwako kuna jirani, kulia kwako kuna jirani, sogea hapa mbele. Wewe sogea tu mbele. Njoo na jirani yako, mshike mkono, sogea mbele. Sogea hapa kwenye viunga vya mkutano kama ulivyo, sogea mbele. Maana bado hatujailisha mkutano wetu. Amen. Sogea tu mbele. Amen. Sogea mbele, njoo na jirani yako, panga mistari yako hapo. Sogea mbele, wewe njoo tu, sogea mbele. Mlioko kushoto kwangu, sogeeni mbele. Pale nyuma na wasubiria nyinyi, msogee mbele. Vijana mlioko upande huu wa kulia, wewe sogea tu mbele. Sogea, ukifika hapa sasa ndio tutajua tutakachoongea. Utaamua wewe sasa kipi ni kipi. Amen. Sogea tu mbele. Amina. Sogea tu mbele. Ninaomba watoto mwarudishe nyuma kidogo, mwasogeze nyuma kidogo. Ninasubiria nyinyi ambao mko nyuma. Watu wa Mungu ambao mko nyuma, ninawasubiria nyinyi. Nazareti, naomba mnisaidie kusogea na watu mbele, na wenyewe na nyinyi msogee mbele. Watoto wawekeni upande huu, nao tutaomba pamoja nao. Sogea mbele, alafu funika macho yako. Funika macho yako. Ninajua baada ya kutoka hapa mtaongea. Funika macho yako. Funika tu macho yako. Funika macho yako, tafakari kwamba Yesu Kristo atakaporudi, wewe utakwenda. Hatujaja kuongelea habari ya dhehebu la mtu, wala hatuongelea habari ya dini ya mtu, bali tunaongelea habari ya wokovu. Maana tunajua dini ni mpango wetu sisi na madhehebu ni mpango wetu sisi wanadamu kumtafuta Mungu, lakini wokovu ni mpango kamili wa Mungu. Amen. Kumtafuta mwanadamu. Inamisha kichwa chako chini, tafakari kwamba Yesu akirudi unakwenda. Yeye ametoa mbiu ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Inawezekana jioni ya leo kuna mtu unasema nimechoka, inatosha, mizigo hii inatosha. Wengine wanatembea na mzigo wa uchungu. Huna maisha ya furaha. Ni kwa sababu Kristo hajaumbika ndani yako. Hayupo ndani yako. Mwingine unasema nimechoshwa na ulevi. Hata wakati mwingine huna ushirika tena mzuri na familia na ndugu zako kwa sababu ya yale matendo unayoyatenda. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo, yuko Yesu aliyekubali kufa,
akakubali kuacha enzi na utukufu, akashuka, akakubali kuvaa mwili wa kibinadamu, akaja kunikomboa mimi na wewe kabisa. Haijalishi wengine wamekukatia tamaa kwa namna gani. Sema funika macho yako, afinamisha kichwa chako chini. Haijalishi wengine wamekukatia tamaa kiasi gani. Wewe unayesema kwamba mimi niko tayari kumpa Yesu maisha, inua mkono wako hapo ulipo. Wewe unayesema niko tayari, inua tu mkono wako juu. Inua mkono wako juu kabisa. Uzuri wake mbinguni, hatutakwenda na baba zetu, hatutakwenda na mama zetu, hatutakwenda na waume zetu, hatutakwenda kwa sababu baba zetu ni watumishi. Naomba watumishi mnisaidie. Inua mkono wako juu. Wewe unayesema niko tayari kumpa Yesu maisha yangu, unayesema mimi nimechoka na mizigo hii, naomba nisaidieni. Pita baba mbele, pita mama mbele, sogeeni tu mstari huu hapa mbele. Mama hapo na dada hapo na baba hapo, pita nichukulieni huyo kijana hapo, kijana huyo hapo nyuma, sogeza mbele. Neno la Mungu linasema furaha mbinguni. Amen. Kwa ajili ya mtu mwenye dhambi moja tu anapotubu. Ninaomba wale walionyosha mikono yao juu wasogeze mstari huu wa mbele, wasogeze tu mstari wa mbele. Anasema atakayenionea haya mbele za watu, anasema na mimi nitamuonea haya mbele za baba yangu. Anayemuonea aibu, Kristo amesema na yeye atamuonea haya mbele za baba yake. Anayesema mimi siku ya leo nataka Yesu anitue mizigo nilionayo, nitue mizigo ya dhambi. Wewe sogea tu. Naomba ambao hawajanyosha mikono mwarudishe nyuma. Nataka wale walionyosha mikono tu wapangeni mistari vizuri. Mariam, nisaidie kuwapanga vizuri mistari hapo. Nataka wale ambao tu wamekubali ambao wanasema Yesu tuko tayari kukukabidhi maisha yetu jioni ya leo. Hao tu ndio ninataka kwenye hii mistari, kwenye hii mistari. Watoto naomba mnirudishie nyuma, mnirudishie nyuma. Na ninaomba watumishi wawili, wachungaji, mnisaidie kuomba na hawa watoto. Nisaidieni kuomba na hawa watoto. Wachungaji naomba mnisaidie, wamama wachungaji na wamama wachungaji hasa ninaomba mje mnisaidie kuomba na hawa watoto. Soma kwenye Biblia anasema kikazaliwa kizazi kisichomjua Mungu. Vizazi vyetu vitamjua Mungu. Tutaanza kupanda mbegu ya Mungu ndani yao kuanzia sasa wakiwa wadogo. Hatutaruhusu uharibifu upande juu ya watoto. Wamama wachungaji, najua nyie ni wazazi, ndio maana nawaita. Mwenyekiti wa makongamano, na kuomba bosi wangu uje huku, wekeni mikono juu ya watoto, waombeeni. Watumishi wa Mungu wanawake huku nataka nibaki na ushers, kiwezekana na sauti ya Nazareth kwaya, ndio mtanisaidia hapa. Wengine naomba mje huku muombe na hawa watoto. Naomba muombe na hawa watoto. Wamama ombeni na kwa ajili ya hawa watoto, ikiwezekana kwa machozi. Kwa machozi. Watoto funikeni macho yenu. Inua mikono yako juu. Wewe uliyesema inua mikono yako juu yote miwili. Nataka nikuambie kwamba uamuzi uliochukua jioni ya leo, uamuzi huu mbingu unazifurahia. Amina. Funika macho yako na utanifuatisha haya maneno kwa kumaanisha toka ndani ya moyo. Amen. Najua ningeweza kukuambia anza kuomba mwenyewe, lakini utanifuatisha haya maneno. Na namna vile unavyosikia ndani ya moyo wako, mueleze Yesu. Mueleze Yesu. Funika macho yako, inua mikono yako juu. Na mashemasi mlio nyuma ya hao watu, ninaomba mtakuwa mnaomba. Maana mtakuwa mnaomba. Watumishi wa Bwana, ninaomba mje huku. Wachungaji baba zetu, naomba mje mwazunguke hawa watumishi wa Mungu. Inueni mikono yenu juu. Fuatisha maneno haya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, jioni ya leo nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Na mimi
nimekubali kugeuka, nimekubali kugeuka, nimekuja kwako kama neno nilivyosema ya kwamba tuje kwako sisi tulio na mizigo, na wewe Yesu utatupumzisha. Naomba useme kibinafsi. Haleluya, sema kibinafsi. Bwana Yesu, ninakuomba unirehemu, unisamehe makosa yangu niliyokukosea, usamehe dhambi zangu nilizokutenda, usamehe uovu uliotendeka tangu kuzaliwa kwangu. Nisamehe Yesu, nisamehe Yesu, nisamehe Yesu. Ninaomba Yesu ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, bali Yesu uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Jioni ya leo ninamkataa shetani na kazi zake, namkataa shetani na matendo yake, namkataa shetani na njia zake, namkataa shetani na madhabahu zake, namkataa shetani na maagano yake, namkataa shetani na mikataba yake. Leo Yesu, ninaomba unitenge mbali na roho zote zilizokuwa zinanitesa, unitenge na muunganiko wa uovu, wa dhambi, wa giza. Yesu, nimekukubali wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uniongoze, unifundishe. Ninakubali wewe Yesu, uniongoze, uongoze maisha yangu, uongoze maisha yangu. Yesu, uniongoze. Yesu, uniongoze. Sema kwa sauti neno hili, sema kwa sauti na kutoka ndani ya moyo. Yesu, uniongoze. Yesu, uniongoze. Uongoze maisha yangu, uongoze hatua zangu, uongoze njia zangu. Uniongoze Yesu, uniongoze Yesu. Uwe mwokozi wangu, uwe mwokozi wangu, uwe mwokozi wangu. Funika macho yako. Watumishi wa Mungu, tuweke mikono juu ya watu. Tuachilie damu ya Yesu kwao. Kila mzigo ulio juu yao upate kuachia. Funika tu macho yako, jiachilie kwa Bwana. Kila mizigo, kila aina ya mzigo, kila aina ya mzigo. Bwana Yesu, watu hawa wamesema ndio kwako. Wao wamesema katika neno lako ya kwamba iko furaha mbinguni mtu mmoja anapokukubali wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yesu, watu hawa wamesema ndio kwako. Watoe mizigo walio nayo, toa mizigo yao, toa mizigo yao, toa mizigo yao, toa mizigo yao, toa mizigo yao. Watoe mizigo, watoe mizigo Bwana, watoe mizigo la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Toa mizigo yao Bwana, ni majira ya kupumzishwa, kwa jina la Yesu Kristo. Moto
Yesu, kila madhabahu ya giza akasema sijui ni mwenye dhambi, haya ni Yesu, ninachojua nalikuwa kipofu, sasa naona. Bwana nitukuze Yesu, sio mwili wa mama huyo, nitukuze Bwana leo kwa jina la Yesu Kristo, leo mateso mwisho, jina la Yesu, katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Bwana Yesu, asante, wewe ni Mungu aliye hai. Asante kwa mama huyu, asante kwa mama huyu, asante kwa baba huyu, kwa jina la Yesu Kristo namleta mkononi mwako. Yesu mtetee, Yesu mpiganie, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu ukasimame, Roho wa Bwana ukajidhihirishe kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ingia ndani ya mateso yasiinuke kwako tena kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu. Umesema katika neno lako ya kwamba nimewaandikia nyinyi vijana ya kwamba nyinyi mna nguvu, mmemshinda Shetani, namsogeza kijana huyu mbele zako. Wewe ni Mungu mjuaye, ukatazama amesema ndio kwako, kila dhambi na mzinga kwa upesi kwa damu ya Yesu, 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 kila dhambi, kila dhambi, kila dhambi, kila dhambi inamzinga kwa upesi katika jina la Yesu Kristo. Wote waliokuwepo hapa mbele katika jina la Yesu, mwezeshe Bwana, mchungaji pale, wote walionyosha mikono hapa, tafadhali tumfuate mchungaji pale pembeni. Yesu Kristo pale pembeni la hema la watumishi. Bwana Yesu, twendeni pale pembeni, ufundike na kuwazingira watumishi. Pokea Yesu kwa Mwokozi jioni ya leo kwa mwezi wako. Wale wote waliokoka walionyosha mikono yao mwenyewe chini robosa. Jina inawezekana uko mtu hapa unataka maombezi, lakini kabla ya yote ninaomba wamama wote waliozaa, wamama wote wenye watoto, wamama wote wapite mbele. Sogea hapa wamama, wewe ni mama, sogea hapa. Unajua wamama wote unapocheka huwezi jua, sogea hapa wamama.
Wamama wote sogea mbele. Nataka kule, njoeni tu. Njoeni tu. Wewe ili mradi unaitwa mama, umezaa, una mtoto ama una watoto. Kama huwezi kusimama, chukua na kiti chako. Nataka nikuambie kwenye hili wamama wote huwa tunawabembeleza wale ambao tunataka wampe Yesu maisha. Hiki ni kitu kinachohusu kizazi chako. Anasema mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye, bali mtoto mwenye hekima humfurahisha baba yake.